juu. Kwa mtu anapohitaji nyumba, badala ya kusema akajenge nyumba yake mwenyewe, kuna nyumba iliyo tayari yeye kuweza kuinunua na kuweza kuingia. Na katika hilo tayari serikali imeshaondoa VAT kwa unit kama hizi ambazo zitakuwa chini ya milioni 50. Na hivi sasa tupo katika mchakato wa kuona tufike mpaka milioni 100. Nyumba iliyokuwa chini ya milioni 100 isitozwe VAT. Kwa ndio lengo zima la hili ulilosema aerial site. Sasa sisi tunakwenda juu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna watu wengi katika eneo ambalo ni dogo, tunatumia vizuri ardhi yetu. Lakini hili pia kama nilivyosema hapo mwanzo litaongeza tija. Kutoka Makangira mpaka katikati ya jiji la Dar es Salaam haifiki kilomita 5. Ni jirani sana. Ukiangalia Sinza, kutoka Sinza kufika katikati ya jiji la Dar es Salaam sio mbali. Hapa Dodoma leo hii huweza kuna watu wanazidi kusogea Nala kwenda mbele, lakini anafanya shughuli zake hapa katikati ya mji. Kwa hiyo tukiendeleza maeneo haya tukajenga zaidi kwenda juu, basi tunazidi kuwa na matumizi bora ya ardhi na kuweza kuwa na watu wengi zaidi. Nilisema hapo awali ya kwamba tuna upungufu wa nyumba karibia 380,000 kwa mwaka. Sasa hili linaenda kutusaidia katika kutatua changamoto hii. Dadangu Anastasia, Morocco Square. Kama nilivyoshasema hapo awali, mradi mzima ule una thamani ya bilioni 137. Na tayari nyumba zote 100 zimeuzwa. Kwa bilioni 137 imesharejeshwa yote katika mradi ule. Faida hizi naamini taasisi yenyewe kama National Housing inawasilisha taarifa zake kwa bodi na baadaye watatuletea wizarani ili tuweze na sisi kufahamu kwamba ni kiasi gani, lakini ninachofahamu walipata faida na wanazidi kuwekeza. Ndio maana wamekuamua mradi ule wa 711, ndio maana wamemalizia Samia scheme ambayo wanaanza kukabidhi nyumba hivi karibuni mpaka ifikapo mwezi June. Nyumba zile za kawe zitaanza kukabidhiwa za Samia scheme. Kwa hiyo wanafanya vizuri shirika la nyumba hivi tunavyokwenda. Na hapa Dodoma nadhani mtakuwa mnafahamu pale Medeli wanaongeza vile nyumba nyingine katika eneo lile. Ni kwa sababu shirika linafanya vizuri. Lingekuwa halifanyi vizuri na maana wangeshindwa kuendelea na miradi hii ambayo wanaitekeleza.